من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kiwa tupo kingoni kumalizia suratu Yusuf na maelezo kuhusu kisa cha Yusuf kadhalika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa akiongea nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya msingi wa da'wa yake. Tulisoma tarjama ya aya hizi mbili za mwisho, hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu, mpaka pale ambako takapofika hali hawa mitume nyoyo zao zikamili katika jambo la kukata tamaa, wakapitikiwa na kukata tamaa juu ya wale wanaowalingania. Wa dhannu annahum qad kudhibu, na wakayakinisha kwamba tayari imekwisha kadhibishwa na watu wao. Jaahum nasruna, wajilia wao wale watu ambao walipotea. Nasruna, wajilia nusra yetu. Fanujia man nashau, tukawaokoa wale ambao tunawataka. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, wala hakuna mwenye kurejesha adhabu yetu sisi kutokana na wale watu wenye waovu. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, kwa hakika kumekuwa katika masimulizi ya hawa manabii na watu wao waliotangulia nyuma, ibratun, ni mazingatio, liulil albabi, kwa wale ambao wana akili na kutumia akili zao. Ma kana hadithan yuftara, hayakuwa masimulizi ya kuzushwa. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini ni ukweli ambao unasadikishwa au unasadikika kwa kile ambacho kipo mikononi mwake, yani asudia Qur'an al-Karim. Wa tafsila kulli shay'in, kadhalika ni upambanuzi wa kila kitu. Wa huda, na ni uongofu. Wa rahma, na ni rahma liqaumi yu'minun, kwa ajili ya watu ambao wanamwamini Allah na mtume wake na siku ya mwisho, na wakaamini arkanul imani sita. يقول السعدي رحمه الله يخبر تعالى, anatoa habari Allah Ta'ala katika aya hizi, annahu yursilu ar-rusul al-kiram, yeye Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo ambayo ni katika wajibu wake ni kuwatuma mitume watukufu ili kwa ajili ya kuongoza watu wao. Kwa hiyo hili ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Allah arsala wa ala an-nabi al-balagh wa alayna at-taslim. Allah azza wa jalla yursil ar-rusula al-kiram fayukadhibuhum al-qawm al-mujrimun al-li'am. Anasema As-Sa'di rahimahullah, humkadhibisha mtume huyu watu waovu wenye kupotea, sababu al-li'am ni lawama, kadhalika lawama ni katika upotevu pia unaingia katika al-li'am.
hawa humkadhibisha watu wake. Hawa manabii wanaotumwa hukadhibishwa na watu wao. Na tumesema kuhusu kukadhibisha manabii, imma takdhibu ya manabii itakuwa kwa kusema wazi wazi kwa kinywa, kama ambavyo walisema watu wa Firaun na Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Firaun na watu wake walimpinga Musa alayhi salam, hali ya kuwa nyoyo zao zilikuwa zikikiri juu ya ukweli wa Musa alayhi salam, lakini kilichowafanya wapinge ni ule uadui waliokuwa nao. Kadhalika watu Mayahudi walimkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sikana kwamba walikuwa hawaelewi, lakini walimkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vinywa vyao, hali ya kuwa nafsi zao zilikuwa zinakiri. falamma jaahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala adh-dhalimin. Allah anasema zama alipoajilia Muhammad, hawa Mayahudi wakamkanusha na kumkataa yule ambaye walikuwa wanamtambua kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo inawezekana kwa kinywa ukamkataa na moyo ukakiri, huu ni ukafiri. Inawezekana ukakataa kwa kinywa na moyo, huu ni ukafiri. Kadhalika anayekataa na kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matendo yake pasina maneno, ambao tukawasema katika hili wanaingia wale ambao wanamnasibishia na kumwegemezea Mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo hayakuyasema. Tukisoma hadithi ambayo wamepokea masahaba zaidi ya 60, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barakallahu fikum. wa anna Allah ta'ala yumhilhum, na Allah ta'ala huwapa muda, yumhilhum, huwapururia na kuwapa muda. Lengo ni nini? liyarji'u ila alhaqi, ili warejee katika haki, katika sunna za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo anavyotusimulia sisi Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi. Anasema juu ya uandishi wa malaika kiraman katibi, malaika wanaoandika madhambi na wanaoandika thawabu. Malaika anaoandika dhambi huyu yupo chini ya saitara ya malaika anaoandika thawabu, kwa maana hatuandika kosa la mtu mpaka kwa idhini ya huyu anayeandika thawabu. Na anapofanya madhambi mja wanamwambia usimuandikie dhambi hiyo, mpe muda, huenda akatubia. Allah azza wa jalla ndivyo alivyokuwa ameliweka taratibu huo, kwamba siandikiwe dhambi mtu muda wa kuwa kaifanya hiyo dhambi, huenda akatubia. Kwa hiyo Allah hutoa muda kwa ajili ya waja wake ili warejee katika haki. Wala yazalu Allah, na hajaacha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yumhilhum, anawapa muda, hatta innahu tasilu alhal, mpaka inafikia hali ila ghayati shiddati minhum ala ar-rusuli, inakuwa sasa wamekuwa ni mzigo mkubwa juu ya mitume yake. Hawa almuaniduna almujrimun, hawa alkuffar, hawa almukaththibun, washakuwa mzigo sasa, wamezidi, wamepetuka mpaka kwa mitume yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikifika hali hii, hata inna rusula, mpaka hakika hawa mitume ambao wanakadhibishwa na hawa watu waovu, ala kamali yaqini, juu ya ukamilifu wa yaqini yao, yaqini ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawanusuru waja wake. Hakuna mwenye yaqini iliyokuwa kubwa zaidi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na yaqini yao hii, wa shiddati tasdiqihim,
na kule kuwa na kusadikisha kuliko kuwa kwa hali ya juu zaidi kwa Allah biwa'di Allah wa ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'idihi na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaokadhibisha ربما برنيين أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس mara nyingine hupita kwenye nyoyo zao kitu katika kukata tamaa kuwahusu watu wao kwamba hawa ndio basi hakuna hidayah kwa wao wala hawa si wenye kuongoka. Hii hupita kwa sababu na wao ni binadamu, kadhalika hawana sehemu yote wayojua katika masala ya ghaib. Anajua Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Wao wanafanya juhudi katika da'wa wakisubiri nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hupita hili wanau'un min dha'f al-ilm wa tasdiq, na hupita kitu kidogo katika jambo la kuyajua na elimu kuhusu hawa watu na kulisadikisha jambo la hawa kuamini kupitia katika nyoyo zao. Fa idha balagha al-amru hadhihi al-hal, jambo likifikia katika hali hii, Allah subhanahu wa ta'ala huwa hawaachi mitume yake. Tayari hawa mitume wameshakerwa na kuudhiwa kwa kiwango cha juu sana, na hili ni la kujifunza kwamba katika da'wa yako utakayokuwa unalingania, pale ambapo utafikia ukomo wa maudhi ya wale unaowalingania, sababu unaowalingania watakuwa na kuudhi wewe, lengo lako kuwatoa katika kiza walichokuwa nacho kuwaingiza katika nuru. Wao wanakataa, wewe unawasomea aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanakukatalia, bali wanakufanyia uadui, ima moja wako ndani ya familia au wako nje ya familia. Kwa ukiona kwamba umefikia kiwango sasa da'wa yangu inapata uadui mkubwa zaidi, fahamu kwamba nusra ya Allah ipo karibu katika da'wa yako. Ja'ahum nasruna, huwajilia hawa nusra yetu, fanujia man nasha'u, tukawaokoa wale tunaowataka katika waja wetu. Wa humur rusul wa atba'uhum, na wanaokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale mitume na wanaofuata. Kwa hiyo Allah huwachukua hawa kisha waliobakia akawaadhibu. Na mifano nyingi ya watu wa Hudi, Ad, kadhalika watu wa Thamud, nabii wao Salih alayhi salam, kadhalika qaum Lut na wengineo katika al-umam as-sabiqa, pale ambapo walipokuwa wamepituka mpaka, Allah huwatoa kwenye mji mitume na wafuasi wao kisha akawaadhibu waliobakia. Na hiyo ndio nusra yao. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, wala hapatarejeshwa adhabu yetu kutokana na hawa watu waovu. Ay wala yuraddu adhabuna amman jitarama, wala hairejeshwi adhabu yetu kwa yule aliyefanya uovu, watajraa ala Allah, na akajiona yeye ni shupavu na hodari juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akapata jur'a, ushupavu kwamba mimi siwezi kufanywa lolote na Allah subhanahu wa ta'ala, au hayo ambayo wewe unayasema. Fama lahum min quwwatin wala nasir, asema hawa hawana nguvu wala hawana wa kuwanusuru. Laqad kana fi qasasihim, kwa hakika kumekuwa katika masimulizi yao hao mitume na watu wao, si haya ya Yusufu na kaka zake tu, bali wale wote ambao wametangulia nyuma, ambao Allah subhanahu wa ta'ala haka lana ma jara bainahum wa baina anbiyaihim. Allah ametusimulia sisi yaliyopita baina yao na baina ya manabii wao. Ai
qasasul anbiya'i war-rusuli ma'a qaumihim, masimulizi ya manabii na mitume pamoja na watu wao. Ibaratun liulil albab, ni mazingatio kwa watu wenye akili, wazingatie katika tarafain, katika ncha mbili. Ncha ya kwanza wazingatie yale walioyapata walioshikamana na dini. Allah aliwapa nini? afalam yasiru fil ardi fayanduru kayfa kana aqibatu almuttaqin, ule mwisho wa wachaji ulikuwaje? Kadhalika aqibatul mujrimin, mwisho wa waovu ulikuwaje? Kwa hiyo angalie tarfu ya waliowafuata manabii walifikwa na nini katika yale ya khairi na yaliyo bora. Kadhalika upande wa pili angalie wale watu waovu Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanya nini kwa kule kuwakadhibisha na kuacha kwao kuwafuata manabii wao. Haya ndio mazingatio ambayo yanatakiwa yaangaliwe katika al-umam as-sabiqa. Ya'tabiruna biha ahlul khair, ya'tabiruna biha ahlul khair wa ahlul shar, wazingatie kwa visa hivyo ahlul khair, wazingatie wale watu wa khairi yani wapata nini, wa ahlul shar, na wazingatie wale watu wa shari waliyapata yepi baada ya kuwa kwenye shari. Na kuzingatia bila shaka hakui isipokuwa kwa yule ambaye ana akili. Si mnaona nyinyi katika jamii yetu ambayo tupo nayo, katika mambo ambayo yanapita, kuna watu wanakaa sehemu fulani katika vyeo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutoka kwenye vyeo vile Allah huwafanya dhalili watu hawa. Tokea wakipita wabunge wetu, wawakilishi wetu, hadahumullah, kipita na magari makubwa wakati wapo katika vyeo, na wakawadharau wale ambao hawakuwa katika vyeo vyao. Kisha wakimaliza kutumika kwao, wakirejea katika jamii yao, ndio hao ambao tunapanga na dala pamoja, na mara nyingine huwa tunawatolea nauli, na utaona aibu viatu alivyovaa. Tuna mifano mingi sana. Sasa mwenye akili atazingatia kwamba Allah azza wa jalla akikupa cheo, mali, elimu, hizi ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na anataka ashukuriwe katika neema hizi. Kadhalika alhidayah, uongofu, kwani wale walioingia katika uongofu wote walibakia huko au wengine walitoka. Sijana mifano vile vile wanawachuoni ambao walikuwa ni mu'tabaruna, kadhalika mu'tamadun, wanaozingatiwa as-salaf wal khalaf, kwamba hawa ni marejeo kwa watu. Hii ni sehemu katika ilmu kapewa. Sasa huyu azingatie yale waliyofanya waliopita kabla yake katika ulama, kisha Allah akawaadhibu kwa sababu ya yale ambayo wao waliyatenda, yeye asiyafanye. Mwenye akili yeye humzingatia mwenziwe, ikawa yeye mazingatio. Sio mwenye akili asubiri watu waje wazingatie kutoka kwake. Sio muona fulani alikuwa kadha, sasa hivi kawa kadha. Sieleweka. Kwa haya hayawi isipokuwa kwa yule ambaye akili yake imekuwa salim, imesalimika, na akimzingatia na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wazingatie hawa. Wa anna man fa'ala mithla fi'lihim, na kwamba atakayefanya mfano wa kitendo chao, imma watu wa khairi au watu wa shari, nalahu ma nalahum min karamatin au ihana, atapata huyu anayezingatia watu wa khairi yale walioyapata watu wa khairi katika utukufu. Kadhalika azingatie huyu mwenye kuzingatia watu wa shari, atapata yeye yale yaliyowapata
watu washari katika ihana, kutezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kudhalilishwa. Hii aya ina faida nyingi sana. Kadhalika ni katika aya za kulainisha nyoyo, kwamba kumbe mimi naposoma hizi habari qasas za hao tangulia, ima katika umma sabiqa au katika hizi zama zetu, ima walioishi katika ahdi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamkadhibisha katika maadui yale aliyowapata, na dua zilizowapata katika dua ovu ambazo waliobewa na dini hii. Amelizingatie lisije likapata yaliyowapata wao walioadhibiwa na Allah kwa sababu ya madhambi yao, au Lut mathalan. Na mimi nikifanya jambo hili itakuwa mithili ya waliofanywa wao. Haya ayazingatie mtu. Wayatabiruna biha aidan, na vile vile azingatie kwa hayo masimulizi, vile vile wazingatie hawa wenye akili kwa hayo masimulizi yaliyotangulia, vile vile mallahu min sifati al-kamali wal hikmati al-azim, malillahi yale aliyokuwa nayo Allah, min sifati al-kamal, katika sifa za ukamilifu, wal hikmati al-azimati, na hikma iliyokuwa tukufu na kubwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kuwanusuru wale walioshikamana na dini yake. Kwa haya ninayopitia mimi katika uhai wa kidunia, katika dhiki, tatizo, munakuwa nimeshikamana na dini katika sifa za Allah kamilifu, hii hali itaniondoka. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah anasema na imekuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Kwa hiyo hapa Allah atanitoa hapa nilipo muda wa kuwa nimeshikamana na dini yangu. Hata kama atakuja mtoaji mwenye kunitoa katika njia hii kwa namna moja ama nyingine, imma kwa sababu ya cheo au kwa sababu ya nafasi za kimali, lakini mimi nabaki hapa kwa sababu Allah azza wa jalla lahu sifatul kamali wal azama, atanitoa hapa ambapo mimi nilipo. Wa anna Allah alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu, ambaye hakika Allah azza wa jalla ambaye haipaswi ibada isipokuwa kwake yeye peke yake, wahdahu la sharika la, peke yake hana mshirika. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala ma kana hadithan yuftara, haya masimulizi hazikuwa hadithi za kutungwa na kuzuliwa, mithili ya hadithi ya sungura na fisi, au hadithi ya paka na panya. La, haya mambo ni alwaqi'a, alhaqiqa, imetokea kweli kweli huko nyuma. Ima moja yapo katika ada au hayapo katika ada, kwa maana ima akili yako inalikubali au akili yako haikubali. Mithili ya hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam al-Bukhari, aliposema Mtume sallam, yule mkulima aliyekuwa kambebesha mizigo ng'ombe, anasema ma khuliqtu bihadha, mimi sikuumbwa kwa ajili ya kubeba mizigo. Ng'ombe anazungumza kumwambia wanawake aliyembebesha mizigo. Masahaba wakashangaa, bakara, ng'ombe anazungumza. Mtume akasema mimi naamini na Abu Bakar na Umar wanaamini katika hili, kwamba tayari hili limezungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wahi wake kwamba ng'ombe alizungumza. Kwa hiyo hii haipo katika ada, ni katika muftaraa, katika yale ambayo yanatoka katika ada. Lakini amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haya yatokezea, basi yawe yale na yaaminiwe vile vile. ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب, haikuwa hii Qur'ani ambayo Allah amesimulia juu yenu habari za ghaibu, ma qassa min al-ahadith al-muftarati al-mukhtalifa au mukhtalafa,
si katika masimulizi au hadithi ambazo zimetungwa zenye kukhalifiana, walakin kana tasdiq, lakini imekuwa ni kusadikisha alladhi baina yadayhi, yale yaliyo mbele yake, min alkutubi sabiqa, katika vile vitabu vilivyotangulia. Kwa Qur'an al-Karim inaposimulia kuhusu habari za Musa alayhi salam na Firaun la'natullahi alayhi wa qaumahuma, na watu wao, ima waliomwamini Musa au waliomwamini Firaun. Haya Allah kiyasimulia kwenye Qur'ani. Hii Qur'ani inasadikisha yaliyo kwenye Taurat, kwamba kwa Musa kulikuwa na Taurat na waliambiwa kadha na kadha na kadha. Kadhalika kwa Isa alayhi salam na manabii wote waliotangulia, Qur'ani ndio imekuja kusadikisha kwetu sisi. Kwa hiyo kila aya kwenye Qur'ani au hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya yatakiwa yaaminiwe, kama ambavyo tuliposoma hapa kuhusu shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, katika kipengele cha kuamini shahada, tasdiquhu fima akhbara, ikumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo ameyatolea habari. Yuwafiquha wa yushhidu laha bisihha, Qur'ani inawafikisha, inakubaliana na habari za nyuma na inatoa shuhuda kuhusu sahihi wa habari za nyuma. Kadhalika wa tafsila kulli shay'in, na Qur'ani imekuja kupambanua kila kitu, yahtaju ilayhi alibadu, yale ambayo wanahitajia waja. Tunahitajia sisi miongozo itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu. Allah katika miongozo hiyo kwenye Qur'ani al-Karim. Kadhalika tunahitaji sisi miongozo kuhusu muamalat, imma muamalat katika aqdul bay'i, vifungo vya biashara. Allah subhanahu wa ta'ala takallama fil Qur'an, amezungumza ndani ya Qur'ani, wa dhakara ahkaman muta'alliqatan bihadha al-amr, na amezungumza hukumu zifungamanazo na jambo hili. Kadhalika mambo ya ndoa ambayo muadham ya watu si wenye kuelewa haya, lakini kwenye Qur'an al-Karim yao namna ya kuishi na wake, kadhalika kuishi na familia kwa ujumla. Yule ambaye ameoa, ule ukweli kwake atakikana aamiliane nao vipi wale wakwe zake, kadhalika mashembegi zake, na huyu mwanamke aamiliane vipi hawa wakwe zake na mashembegi zake. Haya yote yao, lakini nenda kaangalie katika majumba na watu wanavyoishi, hadith wala haraj, baya zaidi ambayo yapo. Kwa hiyo kwenye Qur'an al-Karim kuna miongozo na upambanuzi ambao anahutajia kila mja min usuli dini wa furu'ihi, katika aqida na ibada. Usulu din maana ni masail al-aqdiyya, ni masala ya aqida. Arkan al-iman 6, kadhalika wa furu' na masala ya ibada, imma al-ibadat au al-muamalat. Ibada au haya ambayo tunazungumza, mambo ya muamalat, mambo ya mirathi, mambo ya madeni, mambo ya biashara na mengineyo katika yale yanayofungamana na yale ambayo wanadamu wanayapitia katika maisha yao yote katika harakati zao. Wa min al-adillati wal barahin, kwenye Qur'ani kadhalika watu wanahitajia dalili na hoja kwenye Qur'ani, dalili za wazi wazi na hoja za wazi wazi juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya ukweli wa risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika juu ya wale watukufu katika masahaba. Na Qur'ani pia wamo masahaba wamezungumzwa, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabi'uhum bi ihsan ila akhir al-aya. Huni muamala masahaba, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Huni muamala wa masahaba, na mfano aya ambazo zungumzia kuhusu mabwana hao. Yote hoja hizi zimo ndani ya Qur'an al-Karim na watu wanazisoma. Na wazikana wakawa makuffar na qurra, hawa watu wa bid'a, hawa watu wa batil ni makuffar, na wakawaswalisha watu katika salawat za tarawih na wakasoma kwa sauti zilizokuwa nzuri sana, lakini
mithili ya makasuku, wanasoma tu walivyosomeshwa na walimu wao, wanapita kwa mujarrad wa alfaz, si mujarrad wa maani na murad. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, fa Qur'ani kuna uongofu kadhalika kuna rahma kwa waumini. Fa innahum bisababi ma yahsulu lahum bihi min al-ilmi bil haqqi wa itharihi, hakika wao kwa sababu yanayoyapata wao katika elimu na kwa haki na athari yake, yahsulu lahumul huda, wanapata wao uongofu, watapata wao uongofu. Kwa hiyo kisoma Qur'ani wakarakiz ilmu ambayo imo ndani ya Qur'ani, bila shaka watapata uongofu. Bwana mmoja mara moja alikuwa ni adui wa sunna, yule bwana adui wa sunna, kwa maana hawapendi hasa watu wa sunna. Ni katika walimu zangu waliosomesha mambo ya usuli ya tafsiri zamani sana, kadhalika na baadhi ya hadithi, kadhalika na masala ya mustalahul hadithi. Ni zamani kwa Kiswahili wanasomesha kipindi. Alikuwa ni adui wa sunna, na mimi kama studi sunna pamoja na leo nisomesha, kwa mmejua studi sunna pale madrasa nisomesha wakati huo zamani yake 2000 na kwanza 2008 nimesomesha mpaka 2017 kwa sikosei 18. Sasa huyu bwana alikuwa ni adui, wakati mimi ni salafi tayari, tupo katika cabinet moja ya walimu, sote ni walimu. Kawa anawatwanga kweli mashaikhi wa kisalafi, miongoni wao ni Abu Fadhl, juu ya maneno mabaya anayosema dhidi ya Waislamu wenzao. Anaposema yeye hapa kusudia mashia qatalahumullah, na mengi ya maneno akiyasema. Siku moja akaja kitabu tafsiri ya Ibn Kathir, kiarabu kijui vizuri jamaa, mpaka leo yupo. Akanambia ni kitabu hichi alipata majana katika ile Africa Muslim Agency, bure mpewa kwa sisi wakaja nalo la tafsiri. Ilikuwa ni chapa ya juzuu pasiposeli kwa 5 au 6. Akanambia hichi nakisoma kwa ajili yenu. Nikamwambia wallahi ya adhim, ukisoma kwa haki ya kukisoma na ukifungua moyo wako, wewe utakuwa upande wangu. Kama leo nilimwambia tuko sehemu ya walimu mapumziko, kama ni staff ya walimu na walimu wengine walikuwa na mengi ni maadui na mnaharibu Uislamu. Kaenda kusoma kwanza kitabu, mesha kaenda pepa ile nikafukuzwa basi. Nikaambiwa nasomesha watoto usalafi. Nasomesha nini? Usulu 3, qawaidul 4, usulu 6, na niliingiza kitabu ambacho wao wenyewe walikubaliana sharh sunna al-Imam al-Barbahari, huo kwa mwiba kwa wao. Tunaandikia barua mfukuza barua mpaka leo mwenyewe nipo nayo shahidi, nitalajimisha vizuri, na niliandikiwa mpaka nguo yako tusione hapa madrasa. Basi nikaha mesha tena ile bwana, nikapita pale siku moja, akaniambia bwana, kumbe hawa mashia watu waovu kweli kweli na wanaambia khutba. Nikamwambia leo hiyo nimesema hivyo. Akaniambia kwa nini? Alisahau kile ambacho aliniambia miaka hiyo. Mimi sikusahau. Kwa hiyo niliambia kadha kadha, kama akaniambia hii ni watu wa haki kweli, haya maneno aliyazungumza wazi wazi. Sasa nakusudia kutoa mfano wa nini. Ikiwa mtu ataisoma Qur'ani kweli kweli haswa, hali ya kuwa hajakusudia inad, hakusudii ubishani, fa akhlasa niyatahu lillahi azza wa jalla, atapata ilmu kubwa. Baada ya kupata ilmu kubwa ndo atapata al-hidayah, uongofu. Kwa sababu siku zote hidayatut tawfiq haiji isipokuwa hutanguliwa na hidayatu ad-dulalati wal barahi wal hujaj. Allah azza wa jalla yurshiduka ila al-irshadati wad-dulalati wal barahi. Allah anakuongoza kwenye miongozo sahihi, anakuonyesha aya kadhalika hadithi. Ukipita unaangalia unasema mbona hivi na mimi nipo hivi, lakini moyo wako kwa umefanya nini?
umekunjua. Ikiwa moyo wako hujakunjua, hautapata chochote ndani ya Qur'an al-Karim. Kwa hiyo upatikana uongofu na ilmu ya haki ikiwa mtu amesoma Qur'an kweli. Wabima yahsulu lahum min athawabi al-ajil wal-ajil. Na kwa Qur'ani wakisoma watapata wao thawabu, kwa maana malipo al-ajil duniani. Allah tawalipa kwa sababu ya Qur'an al-Karim, atawapa katika hidayah, kadhalika atawapa amani ya nafsi zao, qina'a nafsi zao, na hayatan tayyiba, na maisha mazuri. Hivi kuna watu wenye maisha mazuri zaidi ya tulabul ilm wa ahlul ilm? Bala talabatul ilm kadhalika ahlul ilm lahum hayatun tayyiba, wao wana maisha mazuri sana kwa sababu nafsi zao zimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liman akhlasa niyyata, kwa yule ambaye amesafisha nia yake. Ama yule ambaye bado nia yake ina mambo mengine, ataona kama kudhalilika huku, inavaa kanzu kwenye familia sina kitu, kenda kwenye familia sina kitu, mchango kitolewa watu watoa laki, ninaomba udhuru jamani na shilingi 10,000 kwa hiyo harusi, na mimi naomba nichangie shilingi 10,000, watu watoa laki. Lakini talabatul ilm hajali, anajua hili ndio ambacho Allah amemkadiria, sio? Kadhalika hawa ambao wanapewa, wao na marejeo yao, watamheshimu mtu huyo wala hawatajali kidogo chake. tuhsad lahum rahma, kadhalika hupatikana tahsul lahum rahma, huwapata wao rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, Allah tujalie miongoni mwa wao ambao wanasoma Qur'an al-Karim na wakawaidhika, kadhalika na wakayapata yale ambayo yatakikana katika Qur'an al-Karim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Anasema hayo Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani ambayo tumeiteremsha kwako yenye kubarikiwa sana, liyadabbaru ayatihi, ili wao umma wako wazingatie aya zake, waliyatadhakkara ulul albab, na wawaidhike wale wenye akili kwa yale ambayo yamo ndani ya Qur'ani al-Karim. Fikiri tutakomea hapo, tutakuja kuondokea katika faslu akielezea fawaid ambazo zimo ndani ya sura hii, na hatuwezi kuziacha faida hizi ambazo zimezungumzwa. Ni faida muhimu sana, ni katika yale ambayo yanaonyesha yale yaliyokuwemo humu ndani katika mazingatio. Kadhalika faida hizi zitatubeba sisi juu ya kuona ukubwa wa elimu ya mwandishi wa kitabu hiki. Nakusudia alitafsiri Qur'ani al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wingi wa elimu aliyokuwa nao bil fawaid ambazo amezitoa humu nyingi mno, na huo taratibu wake al-Imam Sa'di rahimahullah. Sema Ibn Uthaymeen wakati wa Ramadhani akisoma Qur'ani, Sheikh Sa'di rahimahullah, Qur'ani Ramadhani ambayo ukithirishwa kusoma shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ukisoma Qur'ani kila mmoja ukifirisha, yeye anasoma kisha anatoa fawaid nyingi wakati wa kisomo chake, na anasoma juzuu nyingi. Allah anamwepesishia wewe, unasoma mwezi mzima safu ya maliza na hujapata faida yoyote. Allah tuhifadhi, tujalie tuwe kuifahamu Qur'ani na kuelewa yale ambayo yamo ndani yake. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.